Karibu sana katika Hello Crown. Mimi ni Salim, tuko na Siza hapa na Ruki. Asante sana. Hili tatizo la wanafunzi ni kubwa kiasi gani? Tatizo la wanafunzi ni kubwa na kama mamlaka tunalitambua kwa sababu kwanza hatuna mabasi maalum ya wanafunzi ambayo ni private. Mabasi yaliyopo ambayo yanabeba wanafunzi ni yale ambayo yanahudumia katika mradi wa BRT awamu ya kwanza mwendo kasi na awamu ya pili, lakini pia tuna usafiri wa wanafunzi wa mabehewa maalum kwenye Tazara na kwenye treni ya TRC. Kwa hiyo ukiacha shule binafsi ambazo zinakuwa na utaratibu wa wazazi na walimu kuweza kuratibu usafiri wa wanafunzi, haya mabasi ya umma hatuna mabasi maalumu kwa ajili ya kubeba wanafunzi peke yake. Kwa hiyo idadi ya wanafunzi nayo ni kubwa katika jiji la Dar es Salaam kwa sababu kuna shule nyingi, lakini pia kuna sababu mbalimbali ambazo zinazochangia kukuza tatizo ambazo unakuta mwanafunzi labda sera ya serikali ni kumpangia mwanafunzi kwenye shule iliyo karibu na anapotokea, lakini unakuta labda mzazi amehama, alikuwa anakaa Mbezi, sasa anakaa Kijichi. Kwa hiyo mtoto analazimika kwenda kusoma kwenye shule ambayo iko mbali, au mzazi amepangiwa shule ambayo ipo karibu lakini haiamini, anaona kama sehemu fulani ndo kuna taaluma zaidi, sababu kwenye shule kuna imani. Unaweza kukuta kwenye imani, nikichukulia mfano kwenye imani za kidini, mtu anaweza kuwa anatoka Chanika anakwenda kusali Mbezi Beach nini, kwa sababu kule ndo anafikiri atapata upako. Kwa hiyo na shule na zenyewe zinafuata hiyo, lakini wakati mwingine kwa sababu hiyo serikali, kwa mfano kama mzazi anakaa Kigamboni akamtafutia mwanae shule ya msingi Makumbusho au Bunge, tuseme Makumbusho hapa tulipo sasa, katika kupanga serikali haitajua kwamba huyu mtoto anatokea Kigamboni, itajua kwamba huyu mtoto kwa sababu amesoma shule ya msingi Makumbusho, kwa hiyo anatokea eneo la Makumbusho. Kwa hiyo bado itampangia shule iliyoko Sinza, itampangia shule iliyoko Mbezi Beach, kwa sababu ya ile takwimu ya haswa mzazi wake anaishi wapi. Kwa hiyo hii inachangia kuwa na tatizo kubwa, lakini tatizo lingine sasa ni la kimazoea au ni la kiutendaji zaidi, kwa sababu katika hivi vyombo vya usafiri kwa mujibu wa sheria na mamlaka inavyotakiwa kuwa ni kwamba kila gari inapaswa kubeba wanafunzi. Hakuna sheria inayokataza kwamba idadi ya wanafunzi wangapi au wanafunzi. Hatuna idadi ya wanafunzi. Kuliwahi kuwa na maelekezo fulani siku za nyuma kabisa, wakati Mheshimiwa Makamba akiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, ilikuwa inaonekana wanafunzi 5, lakini aina ya usafiri tuliokuwa nao kipindi hicho tulikuwa na vipanya. Sasa vile vipanya vilikuwa vina ice vidogo vile, vilikuwa vina bench pale, ilikuwa inajulikana kama siti ya wanafunzi. Lakini usafiri umeenda ukiendelea, sasa hivi tuna HR, tuna Costa hizi na tuna mabasi mengine makubwa zaidi. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba hatuna sehemu maalum ya wanafunzi kuketi, lakini wanafunzi pia wanaweza, kwa sababu usafiri wa mjini wa abiria wanaruhusiwa kusimama kwa sababu ni umbali mfupi. Kwa hiyo wanaweza kupakiwa hata wanafunzi 5 kwenye kila gari na ikawezekana. Nina swali. Nafahamu kuna namna mnaweza reinforce policy, mfano mnavyopanga nauli. Huwa tunategemea wananchi tunategemea nauli bei elekezi zitoke kwenu. Haijalishi hizi daladala ni za watu binafsi, lakini kwa kuwa mnasimamia usafiri mnakuwa mnatujuza kwamba haijalishi labda kupanda kwa mafuta, LATRA wametoa mkeka wa nauli kwa kutoka hapa mpaka hapa ni hivi, na unafuatishwa na makonda, unafuatishwa na wamiliki pamoja na waabiria. Kwa nini hamuwezi kuweka hiyo policy elekezi ya kwamba sisi kama mamlaka, kila anayejihusisha na biashara ya daladala ya kubeba watu tunatoa tamko kwamba lazima nyakati za asubuhi na jioni kwa siku za kazi ni lazima kubeba wanafunzi, na watu watakawajibishwa kama ambavyo konda atakapozidishia nauli tofauti na kinyume, nikishtaki mnamwajibisha, si ndio? Kwa nini hiyo sera haiwekwi au hiyo policy haiwi reinforced?
Asante sana. Kwanza ni kweli kwamba mamlaka inapanga viwango vya nauli na katika kupanga sio yenyewe mamlaka inayoamua, ni kwamba wasafirishaji wanakuja na mapendekezo kwamba kutokana na gharama za uendeshaji tunaomba kuidhinishiwa nauli ya kiasi fulani. Kwa mchakato unafanyika kwa kuhusisha wadau na kwa kuangalia vigezo vya kiuchumi, basi mamlaka inaamua kuidhinisha nauli, na mtu anaweza kuomba labda nauli ya shilingi 1000, lakini mamlaka ikaona nauli ya shilingi 1000 ni kubwa sana na haina, yani kwa sababu huwezi kuomba nauli tu mpaka wanasema kwa Kiingereza ujustify, yani kwamba useme kwa nini, utolee maelezo, uwe na ushahidi, hoja zenye ushahidi kwa nini unataka nauli hiyo. Kwa lakini katika kupanga nauli sasa, kuna nauli ambazo zinapangwa kwa ajili ya watu wazima, lakini pia kuna nauli ambazo zinapangwa kwa ajili ya wanafunzi na watoto, ambao unakuta nauli ya shilingi 200 imekuwa ni nauli maarufu sana, ili tulianza shilingi 50. Sasa kwa sababu tumeweka nauli ya shilingi 200, maana yake ni kwamba kila gari lazima lipakie wanafunzi, kwa sababu tumeweka kwa kuweka nauli, maana yake tunatambua uwepo wa wanafunzi na kama abiria. Lakini shida inakuja kwenye utekelezaji. Kwenye utekelezaji kuna vitu viwili hapa. Mmoja ni sababu ya kitamaduni, wanaita cultural barrier. Tulivyolelewa tumeambiwa kwamba watu wazima wapewe siti, watoto wasimame. Kwa hiyo inaenda kuathiri mpaka namna ya kuwabeba wanafunzi. Watu wanasema hebu subirini wakubwa wapande kwanza, lakini sio sheria kwamba subirini wakubwa wapande kwanza wakae alafu tutawabeba nyie. Lakini yule mwanafunzi kwa nauli yake ya shilingi 200, kwanza sheria isemi hata asimame, anakaa kwenye siti kama alivyokaa mtu mwingine. Na wakati tunapanga nauli ya basi, kuna namna ambavyo mamlaka huwa inapiga mahesabu kwamba huyu akibeba wanafunzi akajumlisha na nauli, yani ile nauli ya mtu mzima ukajumlisha na ile na nauli ya mwanafunzi itamlipa. Na kwa sababu kwenye hizi ruti za mjini nauli inapangwa kwa kilomita, lakini tunaangalia kwamba ni kwa wastani gani atapakia abiria na kushusha atapakia, kwa atapata faida. Tatizo lingine ni la mtazamo zaidi. Mtazamo unakuta humo wote watu wanaopanda hizi daladala ni wazazi asilimia kubwa, lakini wazazi wanaoona wanafunzi wanavyonyanyaswa, wanawaona wanafunzi wanavyoachwa na kondakta, wanavyosukumwa nje, lakini hawachukui hatua yetu, kwa sababu kama mamlaka au kwa sababu tunafanya kazi kwa ushirikiano na jeshi la polisi, idadi ya daladala tulizonazo Dar es Salaam ukilinganisha na idadi yetu sisi kama law enforcement, kama wasimamizi wa sheria ni ndogo. Hatuwezi kuwepo kwenye kila basi, hatuwezi kuwepo kwenye kila stand. Kwa hiyo tunaweza nije kwenye sera kwamba hiyo ni hoja muhimu, kwamba ile sera ya kitaifa ya kuangalia kwamba swala la wanafunzi tuliweze kuliangalia katika hadhi ya kitaifa, katika level ya kitaifa, kwamba hivi tatizo hili tunalishughulikiaje ukiacha katika level ya udhibiti peke yake. Kwa hiyo katika level ya udhibiti tumechukua hatua kama hizo za kuangalia kwenye mabasi ambayo tunayadhibiti kama vile BRT wana mabasi maalum asubuhi kwa ajili ya wanafunzi, lakini unaona kama kwenye phase 2 kwenye Moffat pia mabasi yapo na yanasaidia kweli. Lakini pia tulipaswa kwenda mbele kisera sasa, kwamba kwa nini, kwa mfano kama tuna sera ya wazazi kuchangia chakula kwa ajili ya wanafunzi, kwa nini kusiwe na sera ya kitaifa ya kuhakikisha kwamba wazazi pia wanachangia usafiri, kwa sababu hilo ndio lingesaidia zaidi kuliko hili la kufukuzana na hawa ambao kwa sababu na wenyewe wana hoja zao kwamba tukipakia wanafunzi wengi nauli mmetushushia, labda mtuwekee nauli kubwa, lakini sisi tunasema hapana, hiyo sio excuse, lakini tunatakiwa twende mbele zaidi ya hatua za kiudhibiti, ndio hili tatizo linaweza likatoka. Tunaye konda hapa. Unaitwa nani ndugu yangu? Peter Molel. Peter, kwa nini mnashusha wanafunzi bwana? Sio tu kushusha Salim, wanakataa wanafunzi. Mnazuia wanafunzi ndio kuzuia kupanda. Mpaka anataka kumpiga mtoto. Kweli unaita changamoto kabisa? Ni changamoto kwa sababu unajua tuko barabarani. Ndio. Kwa asubuhi tutabidia wengi. Yaani abiria ni wachache. Lakini kusema ndio option sema nachukua wanafunzi kila kituo. Ndani ya kituo kimoja unapata kwa wanafunzi wengi, sababu kwa nafasi upatie wanafunzi wote kwenye kituo kimoja. Huko mbele pia kuna wanafunzi. Sio wanalipa nauli lakini. Ndio. Huko mbele pia kuna kituo. Kuna wanafunzi wengine pia wanahitaji ufanyaje? Kupanda gari ufanye kuendelea kwenda shuleni.
Kwenye kituo kimoja utapakia wanafunzi tuseme 5 au 6. Kituo kinachofuata utachukua wanafunzi 5 au 6. Sasa unaweza ukachukua, labda uchukulie mfano mimi, labda mimi binafsi huwa kwenye kila kituo nachukua wanafunzi 3. Kama nimetoka Kunduchi nitapakia 3. Najua hapo katikati lazima kuna mmoja atashuka. Na kila kituo kinachofuata labda Afrikana, pale utakuta wanafunzi ni wengi zaidi. Sasa kusema kuwaruhusu wale wote wapande kwa unachukua wachache. Kwa nategemea ni point, labda kila kituo nichukue wanafunzi 3, kila kituo wanafunzi 3, na kutoa ruhusa wapande wote kwa pamoja, huko mbele wengine utawapakia. Unachukua 3 wakati ukiona kwamba kuna abiria wengine, au unachukua 3 kukiwa na ziada? Yani hapana, yani abiria wakipanda lazima nichukue na wanafunzi, yani lazima nibebe wanafunzi 3 kwa kila kituo. Wewe umesoma hapa mjini? Hapana, sijasoma mjini. Umesoma mkoani? Nimesoma mkoani. Kwa hiyo adha ya daladala huifahamu kama mwanafunzi? Hapana, nimeteseka, maana mimi nimetembea kwa miguu. Sijawahi panda daladala. Nimepiga mguu sana. Zaidi ya kilomita 4. Ala, lakini ulivyokuja sasa hapa ukaanza kazi, mwenye basi akakwambia bana, kuna wanafunzi huko nje, unapokwenda hakikisha huwabebi wote. Ndiyo, sasa ukisema ndio nimekuja kwenye point moja. Ukitoa ruhusa useme unapakia ile asubuhi wanafunzi wote kwa pamoja. Unaweza ukaa level 6 na ukasimamisha wanafunzi. Lakini mnapata faida sana ya kutosha? Hapana, yani tuna changamoto. Sio mabosi wana magari yao, wana idadi ya bei zao wanazotuwekea tuwapelekee. Mimi nasikia wewe kwa siku unaweza kuingiza mpaka 70,000 baada ya kumlipa tajiri. Ya kumlipa tajiri uingize 70,000? Hapana. Huwezi kukubali. Hapana. Ndio kwamba wakati wanashirikiana na hao mabosi kupanga nauli, huwa zinapigwa hesabu kwamba manake mpaka ile ya wanafunzi, kwa sababu mimi nimepanda wakati mwanafunzi nimetoka kwenye shilingi 100 mpaka 150 kumaliza kupanda. Kwa mwanafunzi kiongozi anasema hesabu ile hawapigi wao tu kama mamlaka, wanapiga na matajiri wakiwepo, kwamba sasa kama tutapanga na ule mwanafunzi 200, tunatarajia kwa trip moja akizidisha wanafunzi 5 zingine akabeba abiria ile nauli, bado ile hesabu ya trip inakuwa imefika. Sasa kwa nini wengi wenu mnakuwa hamtaki kabisa mwanafunzi na mnajaza gari mnajaa mpaka kupitiliza? Nakumbuka kwamba mamlaka wao inapiga level 6. Si wale watu 6-7 wanaosimama. Kwa nini wale hawafikishi nafasi ya wanafunzi? Kwa nini kisingizio ni hesabu ya tajiri? Kwa sababu tukimtafuta tajiri hapa naye atasema mengine. Tajiri naye atajitetea kikwake. Ni kweli, yani changamoto ndio hivyo, yani tajiri atajitetea kivyake. Na sisi tutajitetea kivyetu. Ila mamlaka imesema kivyake. Ila ukija kwenye pointi ya kusema kwa per day unaweza kutoka na 70,000, hapana. Faida ipo. Shilingi ngapi unatoka nayo ukishamlipa tajiri? Riziki inapatikana. Sio, yani kuna siku kazi ngumu. Kama tuchukue siku za weekend, kazi inakuwa ngumu. Hata hizo sasa weekend hiyo huwezi kulaumu hata wanafunzi kwa sababu hawapo. Hapana, wanafunzi. Na hata hizi yani hata sasa hivi hizi siku za kazi. Yani asubuhi ndio kwa sababu kila mtu anaenda kwenye. Kwa kawaida unatoka na shilingi ngapi wewe ukishamlipa tajiri? Yani ukishatoa hela tajiri upata riziki 20-25. Sio mbaya. Hatukatai, ndio riziki tumepata. Ndio riziki. Najua huwezi kuniambia ukweli. Bwana Augustus, mimi nataka kujua makondakta na madereva wameingia kwenye mfumo kabisa, wanajulikana, kazi yao ni rasmi? Kwa sio wote. Kwa sasa mamlaka, moja ya hatua ambayo itatusaidia pia katika kudhibiti swala hili la wanafunzi na kuweza kuwajibisha vizuri ni kwamba tuna sheria tayari ya mamlaka ambayo inataka mamlaka isajili wahudumu wa mabasi, lakini pia ithibitishe madereva. Lengo la kuwasajili wahudumu wa mabasi, kwa sababu kwa muda mrefu sana wahudumu wa mabasi wamekuwa hawana mdhibiti, yani yule bosi wake tu na yeye atamshusha, lakini na ndio maana hata huduma wanazozitoa haziko professional, yani haziko katika kiwango kile kinachotakiwa, na wengi wao wanajua tu yeye ni karani wa kukusanya pesa, hajui wajibu wake kwenye chombo cha usafiri ni nini. Kwa hiyo kanuni hiyo inataka wasajiliwe, na kwa kusajiliwa, kwa sababu kwanza wanapewa mafunzo,
wakishapewa mafunzo namna ya kujali abiria, wanapewa cheti na kitambulisho kabisa, atakuwa amevaa kitambulisho. Kwa mabasi ya mikoani tumeshaanza na kuna sheria kabisa kwamba huwezi kumwajiri mhudumu wa basi ambaye hajasajiliwa na mamlaka, kama ambavyo huwezi kumwajiri dereva ambaye hajathibitishwa na mamlaka. Sasa tukishakuwa tumewaweka kwenye kanzidata, tunajua kabisa huyu ni mhudumu. Kwa madereva sasa hivi tuna kitu kinaitwa i-button ambayo inamuambatanisha dereva na gari anayoendesha. Kwa hiyo kwa mfano kama huyu dereva anaitwa Augustus Fungo, amesajiliwa na mamlaka, anapewa kitu kinaitwa i-button, kitufe fulani cha kidigitali ambacho akiingia kwenye gari yake atakuwa anagonga, ana sign kama mfanyakazi anavyo sign. Kwa hiyo tunajua kabisa huyu anaendesha gari hii. Kwa hiyo na wahudumu nao tunakwenda hivyo. Hiyo itasaidia kujua anapakia wanafunzi au hapakii, kwa sababu moja ya ushahidi au moja ya vigezo ambavyo hao wamiliki wanatumia kuomba nauli kwenye mamlaka ni pamoja na kusema tunapakia wanafunzi. Kwa hiyo tunawapigia kwa mtu mzima kufidia kwenye ile nauli. Kwa hiyo unavyoiona nauli ya mwanafunzi shilingi 200, maana yake imekuwa subscribed, yani imekuwa subsidized, yani imefidiwa na mtu mzima. Kwa hiyo hakuna sababu ya daladala kutobeba mwanafunzi, na kwa pale kwa nauli tunaowapigia mahesabu, tunapigia mahesabu kwenye level seat. Ile abiria waliosimama ni ziada. Kwa hiyo sasa, lakini tunawashukuru, wako makondakta wanaojitambua sana. Kwa mfano Kisemvule huko kuna makondakta ambao asubuhi wanabeba wanafunzi tu na wanaishia sehemu fulani, wanawaacha afu wanaendelea na shughuli zao. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.